Leo tunaenda kuangalia jinsi ya kuswapu tokens kwa njia ya changanya kete au kwa njia ya geuza. Yaani hapana maanisha kwa mfano umeswapu pai yako ukapata labda token ya ERA. Tunaenda kuangalia jinsi ya kuibadilisha tena hiyo ERA kuirudisha iwe pai. Au una token ya ERA, tunaangalia jinsi ya kuibadilisha hiyo ERA iwe token nyingine kabisa, labda iwe hata Ether. Au una token ya Ether, tunaangalia jinsi ya kuibadilisha hiyo Ether iwe labda token ya Cyber. Kwa sababu siku tutakapoingia kwenye Open Mainnet ndio kazi hii au ndio mfumo huu utakao kuwepo. Kwa mfano siku tuko kwenye Open Mainnet, labda umejisahau umeswapu pai zote ukapata labda token ya Beauty of Tanzania ya Madam Lima. Utakapohitaji kupata labda huduma kwenye app ya Ruvuma Soko Nafaka, manaki itabidi uswapu ile tokeni ya Beauty of Tanzania ya Madam Lima ili sasa uje upate hii tokeni ya Ruvuma Soko Nafaka. Au una hiyo tokeni ya Ruvuma Soko Nafaka hauna pai na unatamani upate labda tokeni ya Zinge. Tunaenda kuangalia jinsi labda itakubidi uiswapu hiyo tokeni ya Ruvuma Soko Nafaka ili uweze kupata ya Zinge. Yes, kwa hiyo mazoezi kama haya ni muhimu ya kubadilisha tokeni kwenda tokeni nyingine na kuwa tokeni nyingine. Sasa twende hatua kwa hatua. Njoo kwanza hapa kwenye mainnet, kwanza useti testnet kwa sababu bado tuko kwenye majaribio. Yes, kwa utagusa hapa kwenye testnet kwanza. Haya, baada ya hapo sasa utakuja kubonyeza hapa kwenye tokens utagusa. Sasa mimi ngoja nije hapa ni search token inaitwa ERA. Kwa nitakuja tu hapa kuisearch. Token inaitwa ERA. Yes, hii hapa nitakuja tu kuifungua. Kwa sasa unapokuwa unataka kuiswapu hii ERA, unakuja kubonyeza hapa kwenye buy or sell. Hii ndio sehemu ya kuinunua au kuiuza hiyo token. Sawa, utagusa. Sasa leo nitatumia hii njia kununulia kwa bei ya sokoni. Yes, kwa sababu tunataka tupate token ya chapu. Hatutaki ile kusubiria kupoteza muda. Haya, kama nilivyosema toka siku ile token ambayo unataka uinunue inatakiwa ikae hapa juu kwenye upande wa buy. Ile token ambayo unataka uiuze inatakiwa na yenyewe ikae huko kwenye upande wa sell. Kwa hiyo kwa kuwa tunataka tununue ERA inatakiwa ikae hapa juu kwenye upande wa buy. Buy maana yake ni nunua. Na hii token ya pai kwa kuwa tunataka tuiuze basi inabidi ikae huku chini kwenye upande wa sell. Sell maana yake ni uza. Yes, kwa sasa kuna njia mbili. Hii sehemu hii ni sehemu ya kujaza kiasi cha pai unachotaka ukiuze, ukiseli. Halafu hii sehemu ya hapa ni sehemu ya kujaza idadi ya tokeni ambayo unataka uinunue, yani uibai. Kwa hiyo unaweza usijaze hapa ukajaza huku. Au unaweza usijaze huku ila ukajaza hapa. Kwa hiyo mimi ngoja nijaze hapa kwamba mimi nataka niuze labda pai 4. Nataka niuze pai 4 niziseli, yani niziseli ili ni buy ERA. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza hapa kwenye preview. Sasa zingatia kitu kimoja. Unapokuwa unataka kuuza hizi pai 4 ili upate hiyo token ya ERA, hakikisha una balance, yani ukiziuza hizi pai 4 hakikisha una salio lingine libakie pai 0.01 kwa ajili ya makato. Yes, bila shaka kila mtu hapa nafahamu. Lazima hakikishe una hii 0.01 pai kwa ajili ya nini? Ya makato. Yes, vinginevyo usipokuwa na hii 0.01 ya makato, ukiswapu haitokubali. Labda hapa upunguze kiasi. Hii bakie 0.01 ya makato. Ndio sasa hapa nakuja hapa kubonyeza preview. Unabonyeza tu kama hivi. Yes, sasa ukishabonyeza tu hapa kwenye preview inakuletea kwamba kwa hizi pai 4 nikiziuza maana yake nitapata ERA 2.57 na kadhalika. Kwa hiyo unakuja kubonyeza tu hapa kwenye preview. Unagusa tu hivi. Baada hapo unakuja kuconfirm hapa. Unagusa tu kama hivi, tusubirie. Yes, imekwisha fanikiwa. Kwa hiyo una confirm tu hapa. Hapo tayari imekwisha fanikiwa. Haya, turudi tena hapa. Tuguse tena. Haya, tumekwisha uza
pi tukapata ira. Sasa safari hii tunataka tuuze hii ira ili tupate nini? Pi. Kama nilivyosema, token ambayo unaiuza inatakiwa ije ikae huku chini, halafu ile ambayo unainunua inatakiwa ikae huku juu. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa tunataka tuuze ira, inabidi ira ishuke huku chini kwenye upande wa seli. Ili kuishusha tutakuja kubonyeza hapa, kwa tutagusa hivi. Yes, imekwisha shuka. Hii ira ndio ambayo tunaenda kuiuza. Haya, kama nilivyosema, unaweza ukaweka kiasi hapa cha ira ambacho nataka uuze. Sasa let's say nataka uuze ira 2. Kama kawaida, kama nilivyosema, unapokuwa unataka kuseli token, hakikisha ibaki ira yenye thamani ya pi 0.01. Hakikisha ubakize ira zenye thamani ya pi 0.01 ambayo itatumika kwa ajili ya makato. Vinginevyo kama unauza zote, ukiuza zote usipobakiza hiyo swap itafeli, itakuandikia failed. Sasa tunafanyaje sasa? Ndio tunaenda sasa kwenye mahesabu sasa. Haya, maana yake haya mahesabu unayafanya kama unataka uuze ira zote. Yes. Sasa kwa bei ya sokoni, ira moja, yani 1 ira, tumeona kwamba ni sawasawa na pi 1.5 pi. Yes. Sasa kwa hizi ira 2 tulizo nazo hizi, maana yake ukicross multiplication hapa ukaweka x, maana yake inakuwa ni 2. Sasa hii ira na ira inakufa kwanza, kwa inabakia 2 mara 1.5 pi ni sawasawa na x. Kwa sasa manake hii x inakuja kwa ni sawasawa na 3 pi. Sawa? Sasa hebu hii hesabu kwanza tuweke kando kwanza, tutairejea baadaye kwanza. Turudi tena na ile yetu kwamba ira moja kule sokoni ni sawasawa inauzwa kwa pi 1.5 pi. Haya. Sasa tukiweka ile 0.01 pi ya makato, sasa ngoja tuende tuangalie kwamba tunapata ira ngapi ambazo inatakiwa uzibakize kwa ajili ya makato. Haya, uta cross multiplication hapo utaweka 1. Haya, kama kawaida hii pi na pi zinaisha. Baada ya hapo sasa, haya, utakuja kuchukua hii 1 mara 1.5, yani 1 mara 1.5 sawa sawa na 1 ira mara 0.01. Haya, yani 1 ira mara 0.01. Haya, sasa baada ya hapo sasa ukichukua hii 1 mara 1.5, hapa inabakia 1.5. Haya, inakuwa ni sawa sawa na 0.01 ira. Haya, sasa tukigawanya kwa 0.01 na huku tena tukigawanya kwa 0.01. Haya, hii ukikanseli hapa na hapa tena, manake hii na hii inaisha. Haya, manake tutakuja kuona kwamba ira inakuja kubakia ni sawa sawa na 0.015 ira. Yes, Kwa sasa hiki kiasi cha ira hiki ndicho ambacho unatakiwa ukibakize ili kibaki kwa ajili ya makato, kwa sababu hiki kiasi kinakaribiana na pi 0.01. Yes. Kwa hiyo unaweza lazima hiki kiasi cha ira ukibakize ili kiweze kutumika kama makato. Sawa? Vinginevyo ukibonyeza tu max ukalazimisha uswapu zote itakukatalia, itakuandikia failed. Umeona? Haya, sasa kwa zile ira zetu mbili tulizo nazo kwa hiyo ukitoa na hii 0.015 ira. Haya, sawa? Hapa tuweke ira. Maana yake sasa unatakiwa sasa uuze ira, ngoja tuangalie ambazo unatakiwa uuze. Yes, maana yake hapo unatakiwa uuze ira 1.985. Yes, hizi ndizo ambazo natakiwa uuze. Ndio itakubali. Katika hizi ira 2 natakiwa uuze hizi hapa. Lakini kiuza hizo zote mbili zitakugomea kwa sababu inatakiwa hiyo ila zenye thamani ya 0.01 ya makato ndio inatakiwa zibakie. Haya, sasa hebu tuirejee hii namba ya huku juu hii. Unaweza usitumie hii namba ya hapa, badala yake tena ukachukua hii namba ya huku, yani hii ya 3 pi ukatoa na 0.01 pi. Maana yake hapa utakuja kupata ni sawa sawa. Ngoja. Haya, hii hapa ni option ya pili ambayo maana yake ukitoa hapa inakuja kuwa 9, sawa? Haya, hapa ilibaki 9.
hapa ilibaki 2 pi. Kwa hiyo unaweza usijaze hii ya huku, unaweza usijaze hiki kiasi pale kwenye nini, pale kwenye ile sehemu ya kwenye sehemu ya nini ya seli, baada yake ukaenda kule juu kwenye sehemu ya buy, kwenye ile sehemu ya pi ambayo unataka ununue, ukaweka hiki kiasi. Yes, bado pia itakubali. Yes, ndio maana hii tatu niliacha kwanza hii ya huku. Turejee sasa kule. Kumbe sasa tunakuja kuona kwamba ingekuwa kwamba nina ila 2 peke yake, sawa, achana na hili saliola hapa, na assume tu kwa mfano kwamba ningekuwa na ila 2. Kwa hiyo sasa ukishatoa na zile ila 0.015, kwa hiyo maana yake hapa, maana yake ninatakiwa ili muamala ukubali, maana yake natakiwa niuze ila 1.985. Yes, maana yake hiki ndicho kiasi cha ila ambacho ningetakiwa niuze. Kama ningekuwa sina hizi 18, ningekuwa kwa mfano na ila 2 peke yake. Haya, baada hapo sasa unakuja kubonyeza tu hapa kwenye preview, au unaweza kuja kubonyeza kwanza hapa, unabonyeza tu kama hivi. Yes, kwa hiyo sasa kwa hiki kiasi cha ila 1.98, manake nikikiuza ningepata pi 3.15 na point. Kwa hiyo unakuja kubonyeza hapa kwenye preview, unabonyeza tu kama hivi. Yes, baada hapo nakuja confirm swap, na confirm tu hivi. Subirie. Yes, manake hapa imefanikiwa. Haya, ngoja tu confirm hapo. Haya, tubonyeza hapa kwenye confirm. Sasa tuendelee na mazoezi. Turudi tena hapa kwenye bei ya sokoni. Sasa safari hii tunageuza, tunabadilisha tokeni. Sasa hapa ngoja tuweke sasa tokeni nyingine. Labda mimi ngoja niweke tokeni labda tokeni ya Cyber. Sawa? Yes, ngoja nichague hii tokeni ya Cyber hii. Nitaigusa. Haya, sasa hizi tokeni za Cyber ninazo 40. Sasa let's say nataka niuze zote. Sasa hapa nikibonyeza max, sawa, nikibonyeza max maana yake nakuwa nataka niuze zote. Nauza zote ili kusudi nipate nini? Nipate ila. Sasa nikiuza hizi Cyber zote maana yake nitapata ila 3.0 na kadhalika. Kama nilivyosema, ukiuza zote haziwezi kukubali mpaka uache Cyber zenye thamani ya pi 0.01. Sasa kuipata hii inabidi kwanza uangalie bei ya sokoni, bei ya Cyber. Bei ya Cyber sokoni ni pi 0.122. Sasa wewe manake sasa, ili kukwepa ile macalculation, kama unataka siuze zote, ili kukwepa macalculation unaweza toka nje. Haya, sasa hapa tunakwepa ile macalculation kwa sababu sometimes calculation zinaumiza. Kwa hiyo utakuja kufungua ChatGPT au hata hii Gemini, sawa, au AI yoyote. Unaifungua tu kama hivi. Subie. Haya, sasa ukishafungua hii AI, unaiuliza swali kama hili kwamba kama Cyber token moja inauzwa kwa pi 0.13, je, hii pi 0.01 ni sawa na Cyber ngapi? Manake AI atakujibu, atakwambia kwamba jibu hii pi 0.01 ni sawa sana Cyber 0.07693 na kadhalika. Ameshakupa jibu. Kwa sasa manake utarudi sasa huku. Haya, kwa hiyo sasa hiki kiasi cha Cyber ukitoa na ile 0.08 ya makato, sasa hapa nakadiria, manake sasa unatakiwa uuze Cyber, ngoja sasa hapa tufute, inatakiwa manake uuze Cyber 40.1265014. Yes, ukiuza hapa ndo muamala utakubali. Kwa hata nikibonyeza sasa, yes, hapa nikibonyeza hapa preview, hapa lazima muamala ukubali, kwa sababu tumeacha Cyber zenye thamani ya pi 0.01 kwa ajili ya makato. Kwa nakuja kuconfirm hapa. Haya, yes, kama unavyoona ndio maana unaona imekubali tayari. Kwa nakuja tu kuconfirm hapa, na confirm tu kama hivi. Yes, turudi tena hapa, tusene mbali, turudi tena hapa. Haya, sasa turudi tena hapa kwenye, au ngoja kwanza turudi kwanza huku nyuma. Turudi hapa. Haya, tunaichukua tena ile Cyber hii hapa, tunaigusa. Kwanza kabla tujaendelea mbele, hebu nirudi kwanza nyuma nielekeze jinsi ya kusoma bei kwanza. Sawa. Turudi kwanza hapa. Nielekeze kwanza jinsi ya kusoma bei. Sasa nikijaribu kuitafuta Cyber,
Saiba hii hapa, jinsi ya kusoma bei nagusa hivi. Saiba moja bei yake ni, ila mimi niweka 0.13 kwa ajili ya kuongezea kidogo makato. Haya, turudi sasa huku. Haya, tumekwisha ona jinsi ya kuiuza. Turudi tena hapa. Haya, tuje tena hapa tuchague tokeni. Chague tokeni ya IRA. Haya, kwa hiyo nitaitafuta. Haya, ile IRA tokeni hii hapa nimeiona, kwa hiyo nitaigusa. Yes, Sasa safari ya pili sasa. Safari ya kwanza tuliona jinsi ya kuiuza hii Saiba. Sasa safari ya pili sasa tunaenda kuinunua Saiba. Kama nilivyosema, ile ambayo unainunua inatakiwa ikae huku juu, ile ambayo unauza inatakiwa ikae huku chini. Yes, kwa hiyo sasa hapa tunaweka IRA ngapi? Unachagua. Kama unaweka IRA 3 unaweka. Yes. Hakikisha kama nilivyosema, hakikisha hizi token ambazo unauza, hakikisha ubakize salio la IRA lenye thamani ya pi 0.01. Yes, na nikiangalia hapa tuna salio la kutosha. Kwa hiyo tukiweka hizi 3 haina shida. Hamna hata haja ya calculation, ni kuuza tu. Ila kama ukibonyeza hapa kwenye max hapa hivi. Ukibonyeza hapa kwenye max, yani kwamba unataka uuze zote. Sasa hapa ndio itakupeka kwenye calculation sasa. Inabidi sasa uhangaike utafute pi 0.01 ni sawa na IRA ngapi. Utakapopata hicho kiasi sasa utaenda kumwomba AI. Kama sio mtaalamu wa hesabu utamwomba AI, kwa sababu hesabu ni ngumu kidogo, zinachosha. Unaweza kumwomba tu AI kwamba pi 0.01 ni sawa na IRA ngapi. Endapo kama thamani ya IRA sokoni ni sawa na pi 1.5, AI atakwambia kwamba hiyo pi 0.01 ni sawa na IRA hii hapa, atakwambia. Ndio sasa unakuja kutoa hapa na hicho kiasi utakachotajiwa. Kiasi kitakachobaki sasa ndio natakiwa kijaze hapa. Nadhani tumeshafanya, tumeona. Sasa mimi ngoja nisiuze IRA zote. Ngoja niuze IRA moja tu inatosha. Niendelee kukumbusha ile token ambayo una sell unauza ikae chini, ile ambayo una buy unanunua ikae juu. Yes, kwa baada hapo nakuja tu kubonyeza hapa kwenye preview. Jamani, mnaona hasa hapa kazi ilivyo ngumu. Yaani hapa bila mazoezi hapa, siko open minded, kuna watu hapa tutakimbiana hapa. Yani hapa kuna mtu mwingine atakuwa kiasi kunikomba msaada tu. Ndio maana mimi nashauri mazoezi yafanye mapema ili baadaye usihangaike. Yes, imefanikiwa. Kwa hiyo nikuja tu kuconfirm hapa. Sasa mimi tuishie hapa ili kusudi video isiwachoshe sana.